Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa pili mwaka huu 2026 na sasa hivi ni majira ya saa 1 za jioni, muda mfupi baada ya kupata iftar, na hapa nipo nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa kama ambavyo unaona, na pale ni geti kuu la kuingia katika uwanja huo. Kila mmoja anafahamu kesho tarehe 1 ya mwezi wa tatu mwaka 2026 kuna tukio kubwa kabisa ambapo dunia itasimama kupisha takriban masaa 7 kwa ajili ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Inatarajiwa kuanza saa 12 kamili za asubuhi hadi pale majira ya saa 6 za mchana, mashindano ambayo yanaandaliwa na Al Hikma Foundation. Mimi ni Khalid Omar, na jioni hii imenileta na imenisukuma kuja hapa kwa sababu ya namna ndugu zangu ambao nawaona hapa, lakini pia na wengine katika vifungu mbalimbali wakiwa wamejitokeza majira haya ya jioni kwa ajili tu ya nini tutakuja kujua, na wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kusubiria ile siku ya kesho. Wao wamesema kuwa hawalali nyumbani bali wanakuja kulala hapa katika uwanja wa Mkapa, na nitazungumza nao wametokea katika maeneo gani ili basi waweze kuniambia shauku yao ya kufika mapema katika uwanja wa Mkapa, ikiwa ni siku moja tu kabla ya kufika katika siku yenyewe ya mashindano yenyewe kwa maana ya kesho asubuhi. Assalamu alaikum. Bangulo kwa Mtumba. Bangulo ni wapi? Gongo la Mboto nikifika napanda mabodaboda yanayoenda kule juu, kuna dungurushi linaitwa Hali ya Hewa. Mbona umekuja mapema sana? Leo umekuja lakini kesho ndio mashindano. Nimekuja mapema kwa kutokana mwaka juzi tumetoka nyumbani saa 10 ya usiku, alafu tunakuja hapa tunastopishwa tunasukumana, ndio maana ile kero ndo nikaamua nije leo. Kelo, yani ukifika hapo getini mnasukumana mara mnaambiwa hamna kuingia, ndio maana na mwanangu sasa, mwaka jana nilikuwa sina mtoto, sasa hivi kama huyu na huyu kumwamsha asubuhi itakuwa changamoto, ndio maana nikaona ni wapi. Alafu kule magari changamoto, usafiri asubuhi kuja huku na mtoto mdogo, na magari kule kwetu hamna, mpaka bodaboda. Bana, shehe wangu na pia umetokea hapa? Mimi nimetokea Kibaha, naitwa Salum Ali Hamadi. Sheikh Salum, umetoka Kibaha mpaka hapa. Umekuja saa ngapi? Nimekuja saa 7 mchana. Nini ambacho kimekusababisha ukaja mapema? Qur'an ndio imenisababisha nimekuja mapema kwa sababu mimi ni Muislamu, naipenda Qur'ani, ndio imenitoa Kibaha saa 7 mpaka nimefika hapa. Nimekuja kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Ndio lilonitoa, nilikuja kunisikiliza hapa. Kitu gani ambacho unatarajia katika siku ya kesho? Nategemea watu wengi watakuja kusikiliza kalima ya Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaipenda Qur'ani, kwa hiyo watu watakuja. Kwa hiyo nategemea mambo mazuri tu yatakuwepo. Kwa hiyo waliokuwa hajafika tunawaambia nao waje. Watoke majumbani kwao waje. Kama sasa tulivyotoka majumbani kwetu tumekuja, basi nao tunawaita waje tushirikiane kwa pamoja kusikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu. Naitwa Mwajuma Khalfani Musa, nimetokea wilaya Kilwa, mkoa wa Lindi, Kilwa Kivinje. Umeanza safari ili nikuja hapa? Leo asubuhi saa 12. Kuna jambo lolote umelifuata Dar es Salaam au kwa ajili ya mashindano? Kwa ajili ya mashindano tu ya Qur'ani, na nimekuja, kuna jamaa zangu Kibaha, lakini nimefikia hapa na nitaondokea hapa. Yaani huu kama ungenipita mwaka wa 3 ndoto yangu kufika, lakini nimekosa kufika miaka miwili ya nyuma kwa changamoto tofauti. Kwa sababu pia nina changamoto ya mtoto mlemavu ambaye siwezi kumwacha hata kwa siku moja. Yaani ni mkubwa lakini hawezi chochote, kila kitu namfanyia mimi. Lakini leo nikasema iwe isiwe, nikamwita jamaa yangu kutoka mbali aje akae nayo walau kwa siku moja nije huko, alafu nikirudi akaendelea na majukumu yake. Yaani kulingana na mihadhara yote inayofanyika hapa, mimi napataga uchungu sana. Mimi ni mondani, lakini mashindano watu wanaenda kutazama, wanafika tu wananieleza kama kuna mashindano yalikuwa mazuri sana. Ndio maana nimeunganisha, mimi nakacha mwisho, nikaunganisha, nimeshuka tu mimi nakuja hapa. Kulingana na jinsi roho ilikuwa inaniuma sana. Mwenyezi Mungu kanijalia, nimepata pumzi, nimepata kidogo nafasi ambayo imenielekeza nije nikaone mashindano ya Sheikh Ishki. Kwa sababu napenda anavyoongea kwenye simu, napendaga sana, nafurahi sana. Napenda dini sana. Ndani ya hivyo kwanza mimi nilikuwa ni kiongozi, nilikuwa naongoza umma. Lakini kulingana na maradhi yalishanionyesha yakanipeleka sehemu nyingine. Basi ndio maana nimeona mimi niunganisha safari. Kutoka Tabora nimefikia hapa na sina ndugu sina nani. Tabora umetoka lini? Leo. Sijafika hata nyumbani, mzigo wangu hii hapa. Sijafika. Bana, hongera sana na pole sana kwa safari. Sasa mipango ya daku ya iftari inakuaje kwa kweli katika siku leo? Sijajiandaa, nimenunua ndizi tu ndio nimekunywa na maji. Inshallah.
Lakini yote kwa sababu ya mapenzi ya Qur'an. Allahu akbar, jalla jalalu, Mungu mkubwa. Mimi naitwa Asha Ramadhani Nonge, natokea Bagamoyo. Kutoka Bagamoyo. Umefika saa ngapi hapa katika uwanja wa Mkapa? Fika saa 6:30 katika uwanja wa Mkapa. Chana. Na kipi ambacho kimekufanya ukawahi kama hivyo? Kitu kikubwa, kwanza namshukuru Allah kwa kufika siku hii ya leo. Kwanza ni dhahabu kubwa kuifika siku ya kama ya leo. Pili, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu najiona kama nimefika Maka, kwa mapenzi ya Qur'an ninavyoipenda. Hicho ndio kilichonivutia zaidi, na furaha yangu kubwa lazima nifike uwanja wa Mkapa nikasikilize Qur'ani. Allah kaniweka mpaka leo, lazima nifike, na kweli nimetoa nakili yangu, nimefika. Nashukuru, alhamdulillah. Nini kimekusababisha ukaja mapema? Kwa ajili ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Qur'an ndio imekusababisha ukaja mapema? Mapema sana, kwa sababu mwaka jana nilikosa, nafsi iliniuma sana, kwa sababu nilikuwa naumwa. Mwaka huu nimejisikia vizuri, ikabidi niwahi mapema sana. Na mimi umekuja saa ngapi? Nimekuja nimetoka kule tangu saa 4 foreni hapa, nimefika kama saa 8 hivi. Mimi naitwa Tunu Juma Mtanga, natokea Kibiti. Kutoka Kibiti mpaka Mkapa umefika saa ngapi? Nimefika saa 10 hapa. Foreni nini, lakini nashukuru Mungu nimefika saa 10. Na nimekuja kwa sababu najua kwa kesho nisingewahi, kwa sababu ni hatua hapa. Toka Kibiti mpaka hapa ni hatua, kwa hiyo nisingeweza kuwahi, na ndio maana kama nije leo. Kwa kuipenda tu Qur'ani, kwa mapenzi na Sheikh Kishki nilikuwa sijawahi kumuona, natamani inshallah ni muone wa Allah, kwa sababu nampenda shehe wangu. Naitwa Nuru Selemani Mshumi, nimetokea Mlandizi. Nimefika hapa saa 11. Nimekuja kwa ajili ya tamasha la kesho. Umetoka Mlandizi na unaona una watoto hapa? Watatu. Watoto ndio umekuja nao? Watatu. Mbona umewahi sana huko? Mambo ya kulala tu hapa kutokana na usafiri kule ni mbali. Sasa baba nyumbani ameruhusu hiyo? Baba ameruhusu, yana neno. Naitwa Amina Sharwan, nimetokea Ifakara. Umetoka Ifakara? Kwa ajili ya nini? Umekuja lini kwanza? Kusema kweli nilipanda gari la usiku, nikafika pale Mbezi Magufuli saa 10, nikalala. Saa 2 tumetoka, tumefika hapa saa 4. Kuja hapa kwa sababu naipenda Qur'an. Kingine mwaka jana nilichelewa, nikapata siti ambayo sio sehemu nzuri, sikuona washiriki vizuri. Ndio maana leo nimewahi ili nipate kuona vizuri na nifurahie Qur'an, kwa sababu Ramadhani ilishushwa siku ya Ramadhani na itasoma mwezi wa Ramadhani Qur'ani. Mimi naitwa Hadija Haji kutokea Zanzibar. Nimekuja hapa kuja kushiriki au kujumuika na wenzangu katika usomaji wa Qur'ani. Kutoka Zanzibar kwa ajili ya lengo hilo? Kabisa. Na ninakuwa najisikia raha ninapoona inaposomwa ile Qur'ani, na nataka nione live, ndo nakuwa najisikia raha. Nikiangalia kwenye TV nakuwa naona sisikii raha, lakini pale ninapokuwepo katika uwanja nakuwa najisikia raha kabisa. Na mtazamaji wa Kishki TV pamoja na Al Hajar TV, hawa ambao unaona hapa wapo hapa wakiwa wanasubiria leo tarehe 28, siku ya kesho, wanaisubiri kwa hamu kubwa. Kama ambavyo ulivyosikia, watu wametoka katika maeneo mbalimbali. Kuna watu wametoka katika maeneo ya Mlandizi, mtu ametoka katika eneo la Kilwa huko. Wote hawa wamekuja hapa kwa ajili ya kufuata mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Ama kwa hakika ni upendo wa kiasi kikubwa sana kwa dini yao, lakini pia vile vile kwa Qur'an tukufu. Huu ni mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao Qur'an imeshushwa ndani yake, na siku ya kesho katika uwanja huu wa Mkapa mambo yatakuwa mambo, kwa sababu vijana kutoka katika mabara tofauti watakuwa wakishindania Qur'an. Mama hawa ambao wengi wao walikuwa na ndoto ya kuja kushuhudia live, inshallah panapo majaliwa pakikucha vizuri, leo wamejiandaa kutoka huko walipotoka, wakiwa na daku, wakiwa na iftari, wamekuja hapa kula na daku pia ya kwao ambao wameiandaa kwa ajili ya kuja kushuhudia Qur'an tukufu. Kutoka hapa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa niaba ya wenzangu Abdul Karim Abdurrahman na Omar Aidarus Azlan, mimi naitwa Khalid Omar wa Kishki TV. Endelea kuwa nasi, hakika tutakuwa tunakupatia kila nukta ya kile ambacho kinajiri kwenye uwanja wa Mkapa na nje ya uwanja wa Mkapa kutoka hivi sasa mpaka pale ambapo mashindano haya yatakapokamilika hiyo kesho inshallah.